za mafanikio katika Bwana au kimungu. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kuomba hatua za mafanikio yetu kiroho alafu tukataka hivyo vitu vije kimwili. Kwa Mungu zipo kanuni. Mafanikio ni kanuni. Kama vile duniani kufanikiwa ni kanuni, vile vile kwa Mungu ni kanuni. Hata wanaoenda kwa waganga kwa ajili ya mafanikio, zipo kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kina kanuni yake. Kwa watu waliosoma hesabu, hauwezi kusolve trapezium, si ni sawa na kusolve na nini? Jamani, na nini ile mstatili, si ni sawa? Inaitwaje kizungu? Rectangle. Mama unanidanganya, mstatili ni rectangle. Nimekataa hapo maana na mimi ni mwalimu. Bwana asifiwe. Kanuni hazifanani, si ni sawa? Zote ni hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Au tuje physics. Physics ni hesabu, chemistry ni hesabu. Si ni sawa? Physics ina hesabu, chemistry ina hesabu. Si ni sawa watu wa Mungu? Ukisolve equation ya physics, hiyo equation ukaitumia kusolve ya chemistry, unafeli. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ninachotaka kukuambia kwamba kufanikiwa katika Bwana katika eneo lolote lile lina kanuni. Ukitaka Mungu akuinue, kanuni ya kwanza ni unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya kwanza ni nini? Unyenyekevu. Mnyenyekevu ndiye anayeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kanuni ya kuinuliwa, hata kama utafanya kazi kwa bidii, hata kama utapambana, hata kama utaamka saa 11 ulale saa 8 ya usiku, without unyenyekevu ni bure. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu automatic kanuni ya Mungu kumuinua mtu, anasema anawapa neema wanyenyekevu, anawapinga wajikuzao. Maana yake kinachoinua si tu unyenyekevu, ni kinachotokana na unyenyekevu kinaitwa neema. Bwana asifiwe sana. Unavyonyenyekea kuna kitu kinazaliwa kinaitwa neema. Kinachokuinua ni kitu kinaitwa neema, ambayo neema ni zao la unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo Paulo akasema, niko hivi nilivyo, ninanena kwa lugha kuliko ninyi wote, ninafanya kazi kupita ninyi wote. Akasema si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unyenyekevu unazaa kitu kinaitwa neema. Ile neema ndio inaweza kukutofautisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Neema inakutofautisha. Mwenye bidii akafanya kazi kwa bidii bila kitu kinaitwa neema, hakuna mafanikio. Equation ya mafanikio, neema plus bidii iziko tu mafanikio. Bwana asifiwe sana. Nikisema neema plus bidii iziko tu mafanikio, manake neema ni zao la nini? Unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Plus bidii. Hauwezi kuomba tu ukapata neema then ukapata mafanikio without doing anything. Lazima uwe na cha kufanya. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe na nini? Na cha kufanya. Mungu anasema nabariki kazi za mikono. Hiyo neema inakwenda kwenye kile unachokifanya, inatoa matokeo ambayo ni mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wanataka wakiomba wapate matokeo. Hiyo inakuaga occasionally. Sipingi, inakuaga occasionally. Bwana Yesu asifiwe. Na inaweza ikakaa kwenye kanisa wakapata mmoja au watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo hatuko kwa ajili ya kupiga kura. Mimi nakumbuka zamani nikiwa shule nikishafanya masomo yote, yani kwa sasa ni multiple choice. Hakuna swali linakera kama multiple choice. Alafu katika zile A B C D yote unaona ni majibu au yote sio majibu. Mwisho kabisa zamani tulikuwa tukiona hapa ngoma ngumu, unachukua kalamu unafanya hivi. Inayoangukia ndio nini? Sasa kiroho hatufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima Mungu ana vitu anataka kuvitafuta kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wote tunasemaga Ibrahim ni baba yetu wa imani.
Ibrahim hakubarikiwa tu kwa sababu ana imani. Mungu alibariki alichokuwa anakifanya kupitia imani. Kwa sababu kule katika nchi ya Wakardayo, Mungu alimfuata akaambia atoke. Ibrahim alivyotoka kule, alitoka na mke wake na mtoto wa kaka yake, alitoka na baadhi ya vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe. Kule alipotoka kulikuwa hakuna maongezeko. Alipokuja kwenye neema kulikuwa kuna maongezeko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ogopa mwanaume anamiliki watu 300, ni wafanyakazi tu. Umenielewa? Wafanyakazi 100 ngapi? Na hao wafanyakazi 300 zamani walikuwa wanahesabiwa ni wanaume. Na huyo mwanaume ana mke wake na watoto wake, na wote wanakula kwa mkono wa Ibrahim. Ogopa mwanaume anamiliki jeshi lake. Tanzania mna mtu anamiliki jeshi lake. Tunalitegemea jeshi la nini? La wananchi. Yule mwamba alikuwa na jeshi lake. Sijui kama unaelewa. Kumlisha mwanajeshi na kumlipa ni kazi. Sasa Ibrahim, sio uanze kusema Mungu nifanane na Ibrahim. Ibrahim hakuwa wa kawaida. Kuna vitu alivifanya kwa Mungu kiwango Mungu akambariki. So ukiitaka kuitumia CV ya Ibrahim, angalia alifanya nini mpaka akawa na ile CV. Na waambiaga waombaji, usiombe kupitia CV ya Ibrahim. Alichokifanya Ibrahim ukiwezi. Omba neema ya Mungu ikusaidie utengeneze CV yako katika Kristo Yesu. Umenielewa ninachokisema? Alafu kile unachokifanya kifanye Mungu akipende ili akupatie majibu. Amina. Amina. Mnanielewa kidogo? Ni hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zipo kanuni za baraka zetu kutoka katika Bwana. Ukisoma ile Zaburi ya 24 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Haya, ni kweli nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Na wewe ni mali ya nani? Uwezi ukatoka ukaenda pale Mbezi ukajipimia miguu 50 kwa 50 ukasema na miliki kwa sababu ni mali ya nani? Utaozea Segerea wewe. Kila kitu kina kanuni. Kuna kipindi nakumbuka ndo mimi nimeokoka. Kuna ule mstari watu wakawa wanajifunza sisi ni makuhani na wafalme. Ni Petro wa kwanza 2:9 Si ni sawa nyie peculiar people? Si ni sawa? Bwana asifiwe. Anasema tumepewa kumiliki na kutawala. Alafu anarudi reverse kwenye Joshua 1:3. Anakumbuka kumiliki na kufanya nini? Na kutawala. Anafika kwenye ofisi aliyoajiriwa. Anasema mimi ni kuhani na mfalme. Nimepewa kumiliki na kutawala. Kwa hiyo kile cha kiroho anakioperate kwenye mwili. Kile kitu kilizofisha utendaji kazi wa walokole wengi sana. Kwa kila akiingia mahali anataka kumiliki na kutawala kwa jinsi ya mwili. Nisikilize nikuambie neno chungu sana. Hakuna mzembe anamiliki na kutawala. Umesikia sentensi ndio sema? Hakuna mzembe anamiliki na kutawala. Hakuna mvivu anamiliki na kutawala. Wote wanaotawala wana bidii. Umeelewa nilichosema? Hakuna mzembe anaweza kumiliki na kutawala. Hakuna mvivu anaweza kumiliki na kutawala. Uwe mvivu kimwili, uwe mvivu kiroho. Kwenye kutawala weka pembeni. Subiri wanzio watawale na wewe utatawaliwa. Lakini ikija kwenye equation ya kutawala, hata Biblia inasema mkono wa mwenye bidii ndio unatawala. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine kigezo cha kumiliki na kutawala ni nini? Bidii. Equation inaendelea kurefuka. Unyenyekevu plus nini? Plus bidii plus nini? Iziko tu nini? Mafanikio. Bwana asifiwe sana. Bidii bila neema hakuna nini? Mafanikio. Neema bila bidii hakuna nini? Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu. Amina. Kwa kuna watu walikuwa wanaanza kubishana na mabosi wao. Nimeona, ninachokuhadisia nimekiona.
Sio sijakiona, nimekiona. Kwa hiyo ikaanza kuletea mahali walokole wakawa wanapoteza nafasi mbalimbali kazini. Ndio ile anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Umenielewa? Wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Bwana asifiwe sana. Maarifa ni muhimili mkubwa sana wa kukupa ushindi katika maeneo mengi sana. Bwana asifiwe sana. Hata kama nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, zipo kanuni za kufanya ili uweze kumiliki nchi, uweze kumiliki na vijazavyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo si tu utasema kwenye maombi, utaamka asubuhi utasema Zaburi 24:1, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sasa hiyo unatoka, unakwenda, unatembea, unakanyaga peku na tawala na miliki. Huo ni uchawi. Fanya kazi, tafuta pesa, nenda kanunue ardhi, tawala na kumiliki ya kwako. Umenielewa? Ni sawa kuiona ardhi kwa imani na kuiombea kwa imani wakati unatafuta pesa ukainunue. Umeelewa? Usimiliki kisicho chako. Kama uko kwenye process ya kukusanya pesa ukainunue, unaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini usifanye pia mbele za watu. Watakuona mchawi. Si ni sawa? Yaani mimi nikukute shambani kwangu eti unakanyaga. Alafu unaniambia unatawala na kumiliki. Wewe unafikiri utaenea? Mwinji, pataeleweka? Panachimbika Kikristo. Sema panachimbika Kikristo. Hagai 2:8. So umeona nimeweka vizuri Panachimbika nini? Kikristo. Hagai 2:8 anasema, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Haya, turudi tena. Fedha ni mali ya nani? Wewe una kiwango gani cha hizo fedha? Umeenea? Umetoshea? Si ni kweli ni mali ya Bwana? Swali, ni kweli tu walio wa Bwana ndo wana fedha? Hata wasio wa Bwana wana fedha. Maana yake fedha pia kuzipata zina nini? Kanuni. Bwana asifiwe sana. Anakuambia dhahabu ni mali ya Bwana. Ukituhesabu hapa ndani hata waliovaa dhahabu ni wachache. Ni mali ya Bwana, lakini ni nini? Zina kanuni. Hata pete, tukisema basi tuponee chupu kwenye pete, unakuta wachache tu hata pete za dhahabu wanazo, na wengine hata pete hawana. Wanakuambia pete sio kitu cha kiroho, ni cha kiroho. We kama huna usijitetee. Umeelewa? Dhahabu Mungu anasema ni mali yake, lakini kuipata sasa lazima kuna kanuni. Dhahabu huwezi ukatembea hapa, hata kama tunaambiwa kuna mikoa mbalimbali na dhahabu, sijui Shinyanga, sijui wapi, Morogoro, whatever, uende ukatafute dhahabu, hutakutana nayo barabarani. Hata ukionyeshwa hapa ni shamba lina dhahabu, lazima tuje na vifaa maalum tuvipime kwanza kwamba dhahabu ipo sehemu gani ili tuchimbe. Hatuwezi kuambiwa ili eneo la Makabe lote lina dhahabu, tukute watu wanachimba kama vichaa. Hakuna. Tutakuwa na wapimaji, watakuja kupima, wagundue dhahabu iko wapi ili waweze kuchimba sehemu gani. Si ni sawa? Kitu gani nataka nikuonyeshe? Kanuni za kupata kitu. Mmenielewa wa Kristo? Hata kama dhahabu ni ya Bwana, ipo kanuni. Dhahabu ni ya Bwana, ameandika kwenye Biblia, lakini liko kwenye shamba la Muhindu. Tukipata kibali tutawachukua wataalamu waje wapime, tuchore, tujue ni wapi panachimbwa, na kuwe na wataalamu wa kuanza kuichimba hiyo dhahabu. Na dhahabu ikipatikana haiwagi safi, inakuaga chafu. Mmenielewa? Inakuaga nini? Chafu. Kuna wataalamu wajue kuisafisha, kuna wengine waipeleke kwenye moto yeyushwe, alafu ndo zitengenezwe zile kama baa. Kuna zile baa za dhahabu mnazijua ambazo zinahifadhiwa. Zingine sasa wengine ndio tupate vile vipisipisi vyetu vya kuja kutengenezea vipete, viereni. Umeelewa nachosema? Lakini ni nini? Ipo kanuni ya kuipata dhahabu. Lakini ukisoma Biblia Mungu anakuambiaje?
fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Kweli ni mali yake, but it's not simple kuipata. Kanisa tunaelewana? Kanisa tunaelewana? Maana yake zipo kanuni za kuzingatia ili ukipate Mungu alichokisema. Kanuni zenyewe ni zipi? Tambua chanzo cha baraka. Kama mwenye baraka anakuambia fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, tambua yeye ni nani kwako na baraka zinakaaje. Waefeso 1:3, chanzo cha baraka. Anasema atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye anayetubariki kwa baraka zote za wapi? Rohoni. Maana yake kitendo cha kushinda kupokea baraka, haushindi mwilini kwanza, unashinda rohoni kwanza. Amina. Narudia. Haushindi mwilini kwanza, unashinda wapi? Rohoni. Nisikilize niwaambie watu wa Mungu. Unayemuona anapata duniani, ana kanuni amezishinda. Umenielewa ninachosema? Zipo kanuni za kupata. Ndiyo maana kuna watu walivyookoka tu walikuwa wana pesa sana. Ngoja niseme hili swali. Walivyookoka walikuwa wana pesa sana. Na baada ya kuokoka, kwa wafanyakazi wengi haijawa hivyo, lakini wengi waliokuwa wanafanya labda biashara, wengi baada ya kuokoka wanayumba kiuchumi. Umeshawahi kujiuliza ni kanuni ni kwa nini? Umehama. Sema umehama. Umehamishwa ulimwengu wa roho. Kule ulikuwa unapata randomly, zikija za dili zako, ukiamua kupiga ulipi kodi ni wewe. Ukija kwa Kristo kila kitu kimefanya nini? Na upaka uchongwe unyooke uendane na Mungu ni kazi. Mpaka tupate bench lilikuwa mti shambani. Umeelewa ninachosema? Lilikuwa nini? Mti shambani. Process ya kupata benchi sio ya siku moja, sio ya siku mbili, na mti mbichi ya kutengeneza benchi nzuri. Umeelewa? Ndivyo na sisi kuna vitu tunatengenezwa ili tuweze kuendana, tuweze kurithi zile baraka za kimungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Okay. Sasa tunazipataje sasa kwa Mungu? Kwa Mungu yapo maelekezo ya kufanikiwa kwako. Yako maelekezo ya kufanikiwa kwako. Kwa Mungu mafanikio ni maelekezo. Baraka it is not about money. Baraka ni kitu cha kiroho, ni nguvu ya kiroho inakuwezesha kufanikiwa mwilini. Umenielewa ninachokisema? Ndio maana Mungu akamwambia Musa kwenye ile Hesabu 22 mstari wa 6 na wa 7. Akamwambia hivi ndivyo utakavyoliweka jina langu juu ya wana wa Israeli, na ndivyo utakavyowabarikia. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Hizo ndo Mungu alimwambia, hivi ndivyo utakavyoliweka jina langu. Umenielewa? Juu ya wana wa nini? Wa Israeli. Maana ke baraka ni kuwekwa jina la Mungu juu ya maisha yako. Umenielewa ninachosema? Sasa inakuaje tunaliita jina la Yesu halafu hatuna hizo baraka? Maana ke kuna namna jinsi ya kuziruhusu hizi baraka ziweze kuingia kwenye maisha yako. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Hebu fungua Zaburi ya 24:7. Kuna namna ya kuziruhusu. Wandugu, Mungu tunayemwabudu ni mtakatifu. Mungu tunayemwabudu ni wa haki. Kwenye Zaburi anasema misingi ya kiti chake ni haki na hukumu. Baraka atakazokupa ni za haki. Ndio maana anasema utathibitika katika haki. Umenielewa? Utakaa mbali na kuonewa. Kipi kinachokuonea? Uende ikawa umaskini ndio unakuonea. Umenielewa? Lakini utathibiti kwa kupita nini? Katika haki. Na Biblia inasemaje kuhusu haki? Tunahesabiwa haki bure kwa imani. Umeelewa? Si kwa haki yako utathibitika, kwa haki inayotokana na Kristo Yesu. Unavyomwamini Yesu unahesabiwa haki. Bwana asifiwe. Ndio maana nakwambia wokovu sio mgumu, ni sisi tu tuweze kuelewa kanuni za kimungu katika jina la Yesu. Zaburi ya 24 mstari wa 7. Kanuni ya kwanza hiyo. Tunazipataje hizi baraka? Zinatokaje? Zinakuwaje transfer? Zinawezaje kuwa transferred from rohoni to mwilini? Zaburi ya 24:7 anasema hivi: inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango,
Naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Amina. Bwana asifiwe. Kwa lugha nyingine, kwenye ulimwengu wa roho, kichwa chako ndio lango la kupokea baraka. Mnanielewa kidogo? Kabla hujawa mkono ni kichwa. Mkono haupokei, wa nje haupokei, kichwa kinapokea. Anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Mfalme wa utukufu anapitaje kwenye kichwa chako ili kukuachia baraka? Mithali 10:6. Anasema baraka humkalia mwenye haki kichwani. Mithali 10:6 I think A. Mithali 10:6a. Anasema baraka humkalia mwenye haki kichwani. Mungu anavyohitaji kichwa chako, anahitaji kuachia baraka. Sasa naomba funga daftari, sikiliza huko ubaoni. Maana ke baraka unazoandika hazikai kwenye kitabu, zinakaa kichwani. Funga tu niangalie huko ubaoni. Angalia huko. Watu wangapi wanajua wakitoa sadaka ndio wanabarikiwa? Nyosha mkono juu, wala usiache. Nyosha mkono juu. 1, 2, 3, 4. Wengine hawana uhakika. Umecheki ngoma ilivyo nzito? Watu hawana uhakika. Wangapi wameshatoa sadaka na hawajawahi kubarikiwa paka leo? Kwa hiyo nyie mlioko neutral tuwaeleweje? Darasa langu huru na wauliza eti dada, hata wewe hujanyosha na uko mbele, Mungu anakuona. Bwana asifiwe. Okay. Wenda ikawa hujui kama umebarikiwa au hujabarikiwa, lakini we ni muongo. Hamna ambaye anamtolea Mungu katika roho na kweli asibarikiwe. Bwana asifiwe. Iko hivi wa Kristo. Unapotoa sadaka, unapotoa nini? Yaani nimerudia sentensi, funga daftari, weka pembeni kabisa. Uzuri nyie iko online. Unaweza kwenda kuirudia ikiwa nini? Offline. Bwana asifiwe. Unapoleta sadaka kwa Mungu, Mungu hashughuliki na mfuko wako wakati unatoa sadaka. Mungu anashughulika na kichwa chako wakati unaleta sadaka. Bwana asifiwe sana. Ndiyo maana anavyosema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula galani mwangu. Si ni sawa? Alafu muone kama sitawamwagieni nini? Baraka. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Alafu anawaahidi, nami nitamkemea yule ya nini? Ahadi nyingine, nitawafungulia milango na madirisha ya mbinguni. Mlango akiufungua, mlango anakutana na mlango wako. Umeelewa? Mungu ukimtolea sadaka yoyote, I'm telling you, hakupi pesa, anakupa vyanzo vya kupata nini? Fedha. Umeelewa? Elimu ya sadaka, Wakristo wengi wanakuwa waoga kutoa sadaka kwa sababu hawaelewi kinachopatikana baada ya sadaka. Kinachopatikana baada ya sadaka sio pesa, vyanzo vya kupata pesa. Na sio chanzo. Mind you, chanzo ni kimoja, vyanzo ni wingi. Bwana Yesu asifiwe. Shida ya Wakristo wengi, sisi including me and you, kuna saa tujui hivi vyanzo Mungu anaviachilia wakati gani. Hatuna utulivu wa kutosha mpaka tugundue saa hii Mungu ameachilia kitu kwenye vyanzo. Bwana asifiwe sana. Unapoleta sadaka kwa Mungu, Mungu anamtazama mtoa sadaka.